Mimi nafikiri cha msingi kwanza tungempa nafasi yeye mwenyewe Mheshimiwa Waziri Nape. Nafikiri ana press conference saa 8 hii ili tusikie in detail, kwa sababu hatujui hasa nini, lakini zaidi ninachoweza kusema kilichotokea kwa Nape yani ni good timing, good for him. Nape alikuwa ameibeba, sasa hivi amelibeba taifa, matumaini ya taifa, anxiety ya taifa alikuwa ameibeba mabegani mwake. Kwa hiyo kuondoka kwa style hiyo, hata mimi ningeona tu sawa, ningekuwa tayari kuondoka kwa heshima namna hiyo kuliko kuondoka with a disgrace, kuondoka kwa aibu. Nape ameondoka kwenye baraza kishujaa. Kama wamemuondoa, pengine watamtangaza labda kesho kwenye wizara nyingine, lakini kama watakuwa wamemuondoa, na kwamba kama wamemuondoa kwa sababu ya alichokuwa anakisimamia, kitendo alichokifanya Bashite cha kuvamia kituo cha television na bunduki za moto, alafu Nape akaamua kusimamia hilo kwa anachokiamini ili kuhakikisha kwamba analinda kitu ambacho kiko kwenye mandate yake. Yeye ni waziri wa habari, ni jukumu lake kulinda anapoona vyombo vya habari au uhuru wa habari kwa namna yote unavurugwa au unashambuliwa. Asingetoka na kusema kitu au asingetoka na kuchukua hatua zile ambazo amechukua, kwa kweli taifa lingemshangaa. Lakini leo hii angalia kwenye groups zote kwenye mitandao ambao wanaichukia, mitandao yote unaona icon zote, picha zilizokaa ni za Nape. Hiyo ni kuonyesha kwamba Nape anaungwa mkono na taifa. Kuna watu wanasema kwamba kwa nini asingejiuzuru? No, timing. Yeye amefanya kitu kilichokuwa sahihi. Jana amepokea ripoti, akasema ataipeleka kwa wakubwa. Leo tukatarajia kwamba ataamka asubuhi ataipeleka kwa wakubwa, lakini kabla hatujasikia kama ameipeleka au hajapeleka, ndio tunapata taarifa hizi tunazopata. Kwa hiyo naamini kwamba kama angeipeleka kwa wakubwa afu wakubwa wasinge ridhia au wasingeshughulikia kwa namna ambavyo yeye aliona inafaa, naamini angeweza kuchukua hatua kujiuzuru.